zitakuwa bayana siri. Kwa majina naitwa Fatuma Yusufu Waziri, mimi ni mkazi wa Dodoma mjini, kata ya Chang'ombe. Kwa siku ya leo kupitia semina ambayo imeandaliwa na TAMPRO kwa kushirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, tumepata faida ya kujifunza masuala mazima ya maadili na tabia njema kwa vijana. Nikiwa mmojawapo wa wanufaika wa semina hii ya leo, nilichojifunza kama kijana yoyote wa Kitanzania, nina kila sababu na ninatakiwa kuwa ni mwenye maadili mema, lakini vile vile ninatakiwa nijitume. Watu wa mada yetu ya leo wametusisitiza zaidi vijana kuwa ni wenye kujituma zaidi, kuwa bunifu, lakini vile vile kuacha kulalamika kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo. Badala yake kutumia changamoto zile na kuzigeuza kuwa fursa, kuona namna gani tunaweza kusonga mbele ili kuweza kujipatia maendeleo sisi wenyewe kama vijana, lakini vile vile na taifa letu kwa ujumla. Na kwa upande wa suala zima la mikopo, kupitia mafunzo ya leo TAMPRO ilichotufundisha ni kwamba sisi kama vijana, mikopo ama fursa mbalimbali zipo katika nchi yetu. Licha ya kuwa kuna changamoto kubwa ya ajira kwa vijana kutokana na wingi wa wanataaluma mbalimbali ambao wamekuwa wakimaliza masomo yao katika vyuo vikuu mbalimbali, nafasi za kuajiriwa wote kama vijana zinakuwa ni shida. Lakini badala yake bado serikali yetu ya Tanzania imekuwa ikijitahidi kutoa fursa mbalimbali. Miongoni mwa fursa hizo tumeona ni mikopo hii ambayo imekuwa ikitangazwa. Sasa tukiwa kama vijana na kwa kupitia semina hii tunaona ya kwamba mikopo hii ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tukiamini huko tukiwa mmoja. Mikopo hii ilikuwa ikionekana kama ni migumu kuweza kuipata, lakini vile vile imekuwa inaonekana kama mlolongo wake ni mrefu sana na unahitajia watu ambao wana taaluma kubwa zaidi. Lakini kupitia semina ya TAMPRO leo tumeona kuna njia ambazo ni rahisi tunaweza tukakaa kama vijana, tumefundishwa namna gani ya kuweza kutengeneza maandiko mbalimbali ya mradi na kuweza kuunda vikundi ili vile vile tuweze kuzipata fursa hizo. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wenzangu, licha ya kuwa kuna changamoto mbalimbali, tuweze kutumia fursa hizi ambazo zimekuwa zikitangazwa na serikali yetu, tuone watu gani ambao ni wa muhimu waweze kutuongoza ili sote kwa pamoja tuweze kufaidika katika namna moja ama nyingine, tuweze kupunguza hata tatizo hili la ajira na badala yake sisi tukawe ndio watu ambao tunatoa ajira kwa wenzetu, lakini vile vile tunaweza kujikwamua sisi kwa mtu mmoja, familia zetu na hata kwa ngazi ya taifa kwa ujumla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Juma Hanafi Abdallah. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha St. John University of Tanzania Dodoma, ambaye ninasoma Bachelor of Science in Information Technology, sayansi ya sanaa pamoja na sayansi ya mawasiliano pamoja na teknolojia. Nimefika leo Masjidi Gaddafi Dodoma kwa ajili ya kupokea mafunzo ambayo yanasimamiwa au kuratibiwa na TAMPRO ambayo ni Tanzania Muslim Professionals Association, ambapo hayo mafunzo mpaka sasa hivi tulipofikia wamejadili au zimewasilishwa mada mbili, ambapo mada ya kwanza ilikuwa maadili na utu kwa vijana na mada ya pili ni uzoefu katika ujengaji wa timu. Mimi nikiwa kama mwanafunzi pia nikiwa kama mwakilishi au mwanzilishi wa Exhibition Company Limited, ninachukua nafasi hii kuwashukuru TAMPRO kwa kuratibu haya mafunzo kupitia mada mbili ambazo mpaka sasa hivi zimewasilishwa, ambapo mimi kama mwanzilishi wa hiyo kampuni nimekuja huku kufuata hayo mafunzo ili nisaidie ukuaji wa kampuni yangu, pia nisaidie namna nzuri ya kuweka timu yangu katika mrengo ambao uliokusudiwa. Kwa hiyo katika mada iliyowasilishwa kuhusiana na maadili pamoja na utu, biidhnillah Allah akijalia nitahakikisha katika kampuni maadili ya watu ambao nimewaajiri pamoja na utu baina yetu sisi ambao tunafanya kazi pamoja yanakuwa vizuri, na pia katika mada ya pili ambayo imewasilishwa ambayo ni namna nzuri ya ujengaji wa timu au uzoefu katika ujengaji wa timu, itatusaidia sisi sasa kutambua namna ya kuigrab timu yetu au ya kuweka timu yetu au kampuni yetu katika njia ambayo ipo sahihi. Bila kusahau purpose kubwa au lengo kubwa la kutuleta hapa ni kwamba kuna fursa imetolewa na serikali ambapo kuna mkopo wa bilioni 200
wa mkopo unahusu vijana moja kwa moja na hauna riba. Kwa hiyo nimefika mimi kama Chief Executive Officer wa Oxisho Company Limited kwa namna moja ama nyingine kukimbilia hii fursa, kwa sababu naamini kwa namna moja ama nyingine nikipata kiasi fulani kitanisaidia mimi pamoja na kampuni yangu na wale ambao ninafanya nao kazi kuwa vizuri financially, kuwa vizuri economically, na pia kampuni kukua na kutambulika katika jamii ya Tanzania.